Wiki hii inapigwa game ya CAF Champions League, Simba dhidi ya Petro di Luanda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba watakaribisha Petro di Atletico di Luanda ya pale Angola. Sasa tuende kupitishe uweze kwenda kuijua Petro di Atletico di Luanda ya pale Angola. Ni timu ambayo ina miaka 45 tangia ianzishwe. Ni moja kati ya timu kongwe katika nchi ya Angola. Pia ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na mafanikio mengi katika ligi ya pale nyumbani kwao, lakini pia wakiwa ni champion wa msimu wa 24-25, yani msimu uliopita. Wao hiyo miamba wanamiliki uwanja wenye takriban ukubwa wa kuingiza mashabiki 48,500. Jina la utani la Petro di Luanda wanaitwa Os Petrolicious, moja kati ya jina lao la utani. Wanajulikana kuwa ni moja kati ya miamba ambayo imefanya vizuri kweli katika mashindano ya CAF ikitokea pale Angola. Wanamiliki wachezaji wenye gharama kubwa kweli. Mmoja kati ya mchezaji ambaye ana gharama kubwa anapatikana kwa euro 720, attacking midfielder. Kitu ambacho nataka nikuambie ni kwamba Petro di Atletico di Luanda kabla ya mashindano ya CAF kubadilishwa jina kuitwa CAF Champions League au CAF Confederation Cup, kipindi inaitwa CAF Cup, moja kati ya sehemu ambayo timu hiyo iliweza kwenda kupata mafanikio ya kufika finali. Haikuchukua bingwa, lakini ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa ni finalisti. Msimu wa 2022-2023 ulikuwa ni msimu ambao walikuwa wanaenda kuvunja rekodi yao ambao waliandika katika miaka ya nyuma kwa kufika katika hatua ya nusu finali, wakiweza kwenda kutolewa katika mashindano haya. Kuanzia badilike iitwe CAF Champions League, hatua kubwa ambayo Petro di Atletico di Luanda wamefanikiwa kwenda kufika ni hatua ya nusu finali. Wanaenda kukutana na klabu ya Simba. Petro hawa wameshawahi kuwazuia Mamelodi Sundowns kutokwenda katika hatua ya mtoano, lakini pia wameshawahi kuitoa Mamelodi Sundowns katika hatua ya robo finali. Lakini pia ukitaka kuiangalia, Petro di Atletico di Luanda imekuwa ni timu pekee inatokea Angola ambayo imekuwa na participation, yani ushirika mara nyingi zaidi katika zile timu ambazo zinapatikana Angola. Tukumbuke Angola kuna Di Augusto ambao wanapatikana pale, kuna Bravos, lakini Petro di Atletico ni moja kati ya timu ambayo inaonekana kuwa bora kweli na inaonekana kuwa dominance katika ligi yao ya nyumbani. Lakini pia 2001 ulikuwa ni moja kati ya msimu ambao pia walifanikiwa kufika katika hatua ya nusu finali ya mashindano hayo ya CAF. Lakini hatua kubwa nyingine ambayo wamefika kama nilivyokuambia ni 21-22 ambao walifanikiwa pia kufika katika hatua ya nusu finali. Hatua kubwa ambao walifanikiwa kwenda kufika ni hatua ya finali 1997, wanaenda kwenda kukutana na Simba. Katika michezo mitano ya mwisho ya Petro di Atletico di Luanda walishinda michezo 4 wakitoa sare mchezo mmoja bila kuruhusu goli lolote. Wanaenda kukutana na Simba ambaye rekodi yao katika miaka 6 mfululizo wamefanikiwa kwenda katika hatua ya group stage katika miaka hiyo 6, lakini pia katika miaka 6 hiyo walifanikiwa kwenda katika hatua ya mtoano. Ulikuwa unajua kwamba hawa Petro di Atletico di Luanda ndio timu pekee kutokea Angola ambao wana ushirika mkubwa katika mashindano haya ya CAF, lakini pia washawazuia Mamelodi Sundowns ambayo inaretiwa kuwa ni moja kati ya timu 5 bora barani Afrika.